Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, mtu ambaye anaipata salatul fajri jamaa, basi anapata thawabu za mtu aliyekesha usiku mzima. Analipwa thawabu za mja mwema aliyekesha usiku mzima huku akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Pia vile vile salatul isha, anaipata salatul jamaa katika salatul isha, anapata fadhila za mtu aliyekesha nusu usiku kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema Mwenyezi Mungu amewapa neema wale ambao mpo jirani na misikiti, mnapata fadhila kubwa sana. Na yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio maana alipokuwa akimaliza kusali alikuwa anakaa pale pale msikitini huku akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana palipokuwa pakiadhiniwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kutoka ndani tu na kuja kusali sala ya jamaa, yeye akiwa imamu. Sababu ukiangalia upande wa raudha sasa hivi, ina maana upande wa barabarani, mlango wa barabarani kwa mama Aisha radhiyallahu anha ulikuwa ukitoka unaingia raudha, na upande wa nyumba ya mama Fatima radhiyallahu anha mlango wa barabarani ulipokuwa ukitoka unakuja hapa Sufa, pale ashabu Sufa ambapo pamejengewa pale na panazulia lilokuwa zuri. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa karibu, Abu Bakar alikuwa pale karibu, ni dakika moja, yani dakika sifuri. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ilikuwa karibu, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ilikuwa karibu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ilikuwa ni karibu. Sasa salatul jamaa ya fajiri, ndugu zangu, ina fadhila kubwa sana sana sana. Hongereni ndugu zetu Waislamu wale ambao mpo karibu na misikiti, majumba yenu ya kupanga ama majumba yenu binafsi wenyewe yapo jirani na msikiti. Wallahi mnapata fadhila kubwa sana. Mmoja katika watu wema alisikika akiomba dua, la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Akasikika anaomba uradi huu, mwishoni akawa anasema Allahumma urzuqni idrak salati al-fajr ma'a al-jamaa warzuqni sukna bijiwari al-masjid. Ewe Allah, niruzuku kupata sala ya jamaa salatul fajr na isha, na uniruzuku ya Rabbi nikae jirani na msikiti. Wakamuuliza kwa nini uradi huu uliotumia? Ni katika ule uradi ambao duaul karbi, dua ya kuondoa matatizo, Mtume ametufundisha. Akaambia, mimi matatizo yangu mimi si kutafuta pesa, hapana, wala riziki, hiyo itakuja. Mimi dua yangu, shida yangu ni kuipata salatul fajiri jamaa, halafu na muomba Mwenyezi Mungu aniruzuku nikae jirani na msikiti. Sasa baadhi ya watu ambao walikuwa wanamfuatilia, ambao waliishi nao katika miaka 500 nao wakawa wanamfuatilia, wakamkuta hatimaye amepata kibanda cha vyumba viwili pale jirani na msikiti. Akasema, haya ndio nilikuwa nayataka, Mwenyezi Mungu ataichukua roho yangu nikiwa jirani na msikiti na inaipata salatul isha jamaa na salatul fajiri jamaa. Yeye aliangalia zile fadhila zake, na Mtume anasema man salla al-fajra, atakayesali alfajiri fi jamaa, katika jamaa, fahuwa fi dhimmatillah, huyu yupo katika dhima ya Mwenyezi Mungu.
yani kutwa nzima ukiisali salatul fajiri kwa jamaa, msikiti wowote utakaokuwa jirani yako ama umeufuata ukapata salatul fajiri jamaa, basi unakuwa siku hiyo kutwa nzima upo chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuzipate hizi fadhila, na Mwenyezi Mungu atubarikie katika haya. Na wale ambao mnaokaa jirani na majumba yenu yapo misikitini jirani, mtakwenda kumwambia nini Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, wakati mlango wako na msikiti vimeelekezana? Ama kutoka nyumbani kuja msikitini ni dakika 0, ama ni dakika 1 au dakika 3. Kwa hiyo tujitahidi. Wakati kuna mtu anaufuata msikiti dakika 20, kuna mtu anaufuata msikiti nusu saa wakati wa alfajiri, na hasa ukiangalia miji yetu hii, wakati mwingine inakuwa, wakati mwingine kuna uhalifu wa usiku. Ni rehema za Mwenyezi Mungu na ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa leo ndugu zangu, tunakwenda katika baada ya Muislamu kusali ni sunna alete nyiradi za swala. Ndugu zangu katika iman, kalimatu dhikri, neno dhikri, uradi, limekaririwa katika Qur'an katika sura 114, limekaririwa mara 65, mara 65 katika Qur'an. Ni kuonesha kwamba neno hili linachukua sehemu ya umri wa mtu au zaidi ya umri wa mtu. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wamefariki wana umri wa miaka 63, lakini neno dhikri limekaririwa katika Qur'an mara 65. Kwa nini? Ni kutokana na uzito wake. Sasa mtume mwenyewe ametufundisha nini alipokuwa akimaliza kuswali? Alikuwa anafanya nini? Na fadhila za nyiradi. Waislamu kupitia Mtoro TV live na Fadhakir ambao ninao hivi sasa, nadhani mtakuwa mpo live au ni recorded. Fadhakir wao wanarekodi baadaye watarusha, lakini ni kwamba fatilieni nisikilize mtume mwenyewe amesema nini. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuwa, hadithi inasimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu. Mtume anasema, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin, atakaye sema subhanallah kila baada ya swala 33 mara 33, baada ya kutoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kisha unasema astaghfirullah, 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 Allahumma anta salamu wa minka salamu, tabarakta ya dhal jalal wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Kisha unasoma ayatul kursi. Kwa hiyo baada ya ayatul kursi unasema subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mtume akasema 33 mara 33. Mtume akasema wa hamidallaha 33, na akasema alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah mara 33. Kisha akasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Ina maana mtume akasema fatilka 99, ina maana hapo utakuwa umemtaja Mwenyezi Mungu mara 99. Hiyo ni swala moja tu. Kwa mfano mtume akasema waqala tamaman 100, Abu Hurairah akasema ili kutimiza 100, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Faida ya uradi huu, Waislamu mnaonifuatilia, mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, Muislamu aliyeleta uradi huu, mwanamume mwanamke, kijana mtu mzima, tajiri maskini, faida yake nini? Allah anampa ghufirat khatayahu, anafutiwa madhambi yake.
wa in kanat mithla zabadil bahari, hata kama yale madhambi yatakuwa ni mengi kama povu la baharini. Rawahu Muslim, hadithi ipo katika Sahih Muslim katika babu istihbab adh-dhikr ba'da as-salah wa bayanu sifatuhu, hadithi 1352. Kwa hiyo hii ni faida tunayoipata baada ya sala. Waislamu, baada ya sala tumekuwa na kawaida mtu anaondoka. Ndugu yangu, unaachaje fadhila hizi? Kwa nini usifutiwe madhambi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara 3, kisha Allahumma anta salam. Kama unaijua, huijui sema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, ina maana mara 99. Kisha unatimiza 100, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa ina maana alfajiri ukisoma mara 100, kwa ina maana mpaka isha utakuwa umemtaja Mwenyezi Mungu mara 500. Ndugu yangu Muislamu, dada yangu wa Kiislamu, angalia faida unayoipata hii ya kumtaja Allah. Hapo bado hujamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Manake Mtume anasema man salla alayya, atakayeniswalia mimi, ukasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alayhi biha 10, Allah anamswalia yule aliyeniswalia mimi mara 10. Kwa hiyo kama ukiamua baada salat fajr, yani unakwenda mara 10 mara 10, ina maana alfajiri 10, adhuhuri 10, alasiri 10, magharibi 10, haya isha 10, ina maana mpaka jioni isha utakuwa umemswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam mara 50, wakati Allah kila sala moja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, inakuwa tayari anakuandikia mathawabu 10. Ndugu zangu katika imani, haya ni yale ambayo Mtume anataka tuyafanye baada ya sala. Nyiradi zimepuuzwa baada ya sala. Hadithi inayofuatia, sahaba anaitwa Ka'b ibn Ujra radhiyallahu anhu anasema qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema muaqibatun, qala alulama tasbihatun au adhkarun. Mtume anasema muaqibatun, tasbih, nyiradi, la yakhibu qailuhunna, hatopata hasara atakayezisoma hizo nyiradi, au fa'iluhunna, ama atakayezifanya hizo nyiradi hapate hasara. Ni zipi hizo? Mtume akasema 33 tasbihatan, unasema subhanallah mara 33, wa 30 tahmidatan, unasema alhamdulillah mara 33, kisha unasema wa 34 takbiratan, kisha unasema Allahu akbar mara 34, fi duburi kulli salah, katika kila baada ya sala. Kwa ina maana unaweza ukaileta takbira mara 34 ili kutimiza 100. Rawahu Muslim, babu istihbabu dhikri ba'da salah, hadithi 1350. Pia vile vile katika sharhu ya Imam An-Nawawi, sharhi ya Muslim. Ndugu zangu, hapa tunapata fundisho gani? Tunapata fundisho kwamba tunatakiwa tulete nyiradi baada ya swala. Ni jambo zuri sana sana sana, ili kwa sababu Mtume mwenyewe alisoma nyiradi hizi. Mtume mwenyewe alisoma nyiradi hizi. Kwa nini wewe unaacha nyiradi hii? Kwa nini? Haya, uradi unaofuatia, Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahaba anaitwa Abu Umama al-Bahili. Madina kuna mtaa unaitwa karibu na kiblani mwa msikiti wa Masjid Bilal, Madina pale kuna mtaa unaitwa Abu Umama al-Bahili Road. Abu Umama al-Bahili Road. Hivi sasa mitaa mingi ya Madina ina majina mengi ya masahaba.
wakeze mtume, watoto zake mtume, wajukuu zake mtume. Ina maana ukiamua kufuatilia mpaka itafika jioni, ile mitaa hujamaliza, imeandikwa majina ya masahaba radhiyallahu anhu. Sasa huyu Abu Umama anasema qala Rasulullah, Waislamu chukueni hiyo, mtume anasema man muislam qaraa, atakaye isoma ayatul kursi, akasoma ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mtume akasema fi duburi kulli salatin maktuba, ukisoma ayatul kursi kila unapokuwa umemaliza kusali sala ya faradhi, Mtume akasema faida yake ni nini? Lam yamna'uhu min dukhulil janna, hakuna kinachomziwia asiingie peponi pale illa an yamuta, isipokuwa ni kufa. Kama atakufa wakati ule, ayatul kursi inampaisha kumpeleka peponi. Rawahu an-Nasa'i fi amali al-yawmi wal-layla, hadithi ya 100. Wa fi riwayatin wa qul huwa Allahu ahad, ukiongeza na qul huwa Allahu ahad. Ndugu zangu, hizo ni faida ambazo tunazozipata katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi nyingine ndugu zangu, baada ya swala, an Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Hashim ibn Qusay radhiyallahu anhuma, mtoto wa kwanza wa Ali ibn Abi Talib, ndio mtoto wake wa kwanza kumpata na mama Fatima radhiyallahu anhuma. Hasan anasema qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah, man qaraa ayatal kursi, muislam atakayesoma ayatal kursi fi duburi salati al-maktuba, baada ya sala ya faradhi, kwa mfano tutasali isha, kana fi dhimmatillah, anakuwa katika dhima ya Mwenyezi Mungu, yani unakuwa katika ulinzi wake, sawa, ila salati al-ukhra, mpaka sala nyingine. Yani unasoma ayatul kursi baada ya sala, wewe unapewa dhima, na maana unakuwa chini. Mtu anakuambia bana, huyu bana unamwona yupo katika dhima yangu, yani katika dhamana yangu. Kwa ina maana ukisoma ayatul kursi unapata fadhila hizo, ni baada ya sala. Rawahu at-Tabarani rahimahullah wa isnaduhu hasan. Ndugu zangu, hapa tunapata faida kwamba hizi ni nyiradi ambazo tunazipuuza. Waislamu hamtulii misikitini baada ya sala, na kuna wengine baada ya sala kutoa salamu anakana muangalia imamu atasema nini. Ndugu yangu, kama hujui unachotakiwa kusema baada ya swala, kana imamu pembeni baada ya swala. Imamu, hivi nikishatoa salamu natakiwa niseme nini? Nifundishe kidogo kidogo, usinifundishe kwa wingi. Kwa atakwambia utaanza hii, sawa, nenda nayo, halafu ama ni imamu ama shekhe yoyote. Ndugu zangu, hizi ni nyiradi tunazotakiwa kuzifanya. Hebu isikilizeni hadithi hii. Subhanallah, la ilaha illa Allah. An Ruwaiba radhiyallahu anhu, inasimuliwa hadithi na Ruwaiba, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mtume wa Allah. Sahaba wao wanasema nimemsikia, ina maana alikuwa anamuona kama mnavyoniona mimi, ina maana alimuona mtume akamsikia. Mtume anasema hivi, lan yalija an-nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, hatoingia motoni muislamu ambaye ameswali kabla ya jua kuchomoza na kabla ya jua kuzama, yani al-fajr wal asra. Muislamu ambaye anajaliwa, anafanikiwa kuipata salatul fajr katika muda wake,
na anaipata salatul asr katika wakati wake, huyu amepewa dhamana na Mtume, haingii motoni. Rawahu Muslim, hadithi ipo katika Sahih Muslim katika kitabu babu fadl salatai subhi wal asr, hadithi ya 1436. Ndugu zangu, angalieni hadithi hiyo. Sawa, salatul fajr zinatupita. Angalia watu wanavyofanya juhudi ya kuamka mapema kwenda mazoezi. Yani unamkuta mtu, yani mapema unakwenda msikitini, yani wewe unatoka mbali, unamkuta mtu ameshavaa tracksuit, wengine wana bukta, sawa, ameshaweka hapa na headphone, na zile headphone wengine wanakuwa wanasikiliza music, yani inampa hamu ya kuweza kunini, yani anaamka mapema kwa ajili ya mazoezi, lakini haamki mapema kwa ajili ya salatul fajr. Muislamu anachelewa kusali salatul maghrib kwa sababu yuko mpirani, anacheza mazoezi, yuko mazoezini. Sema maana tumepanga sisi. Hapana Waislamu, badilikeni, badilikeni Waislamu wenzangu. Haya, kwa nini Mtume amesema namna hii? Isikilize hii hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man salla albardaini, atakayesali sala mbili, albardaini yani alfajr wal asr. Mtume amesema atakayesali alfajiri na alasiri, Allahu akbar, dakhala aljanna, ataingia peponi. Rawahu al-Bukhari fi kitab fi bab fadl salat alfajr, hadithi ya 574. Ndugu zangu, hizo ni fadhila zinazopatikana, tupambane. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, washindani wenye kushindana. Tushindane kuipata salatul fajri jamaa, tushindane kuzipata salatu dhuhur, salatul asr, salatul maghrib, salatul jumaa jamaa. Ndugu zangu katika imani, Waislamu ummati Muhammad sallallahu, tumekwama wapi? Salatul fajr, tunawahi makazini, unamwogopa boss, tunawahi, yani mtu anasema fanya haraka sana, yani ukichelewa msikitini basi sawa. Jana nimesali salatul isha, nimeamua kuchelewa pale hapa Kariakoo, nikasali salatul fajr katika mmoja ya msikiti ya salatul isha hapa Kariakoo. Jana ilikuwa Juma ngapi? Jumapili, si ndio? Sawa, yani baada ya kusali magharibi nilibakia mle ndani, kuna kitabu nilikuwa nakisoma mpaka panaadhiniwa, niko pale mpaka panaswaliwa. Basi yule aliyetusalisha, subhanallah, raka ya kwanza amesoma alhamdu na suratul Baqara, aya kama 10 hivi. Raka ya pili alhamdu na suratul Baqara na aya kama 7 hivi. Basi katika moja watu nilikutana nao, wananiambia bana, yule alisalisha bana ni nani yule? Nikamwambia ni fulani. Bana, yani zile aya zile zinakuwa ndefu zile, kama ni alfajiri atabakia peke yake msikitini. Hao ni Waislamu. Hawezi kusema atabakia peke yake uwanja wa mpira au kuangalia ligi, sawa, ima Yanga au Simba wanacheza, atabakia peke yake msikitini. Na haya ndio tulionayo Waislamu. Tubadilike Waislamu, tubadilike. Allah salah. Isikilizeni hadithi inayofuatia. Wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu, imesimuliwa hadithi na Abu Dharr. Naomba Waislamu muwe makini mnaonifuatilia. Anasema anna Rasulullah, hakika mtume wa Allah amesema, man qala fi duburi salati alfajr. Sikilizeni vizuri uladi huwa tunaisikia katika misikiti. Man qala fi duburi salati alfajr, atakayesoma uradi huu baada ya swala alfajiri, imam kutoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, wa huwa thani rijlaihi, akiwa ametuliza miguu yake. Kwa mfano vile ulivyokuwa umekata hiatu, hukubadilisha mkao, vile kabla an yatakallama, kabla ya kuongea na mtu, yani imam salamu alfajiri, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, vile astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam tabarak. Yani ukasoma uradi huu
la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume anasema ukiusoma uradi huu mara 10 baada salatu al-fajr, ukiwa umekaa mkao ule ule kabla hujabadilisha, kutibat lahu 10 hasanatin, huyu anaandikiwa thawabu 10. Wa muhiya anhu 10 sayyiatin, anafutiwa dhambi 10. Wa rufia lahu 10 darajat, anapandishwa hadhi, daraja ya watu wema kwa Mwenyezi Mungu, daraja 10. Mtume akasema wakana yaumahu dhalika kulla, inakuwa siku ambayo yule bana ile alfajiri aliyosoma ule uradi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ule uradi umeusoma mara 10. Mtume akasema fi hirzin, anakuwa katika ulinzi, min kulli makruhin, kutokana na kila jambo lenye kukera, analindwa. Wa hurisa minash shaitan, na analindwa na mashaitan, wanateremka malaika wanamlinda. Walam yambaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm, na haiwezi katika siku ile dhambi ambayo yani haitowezekana dhambi kumpata illa shirka billah, isipokuwa kumshirikisha Allah. Dhambi ya ushirikina, hiyo ni dhambi ambayo akiifanya itamuharibia, lakini dhambi zingine anaweza akamuomba Mwenyezi Mungu toba. Ndugu zangu, huu ni uradi. Katika riwaya nyingine, wakana lahu bikulli wahidatin qalaha itqu raqaba, thawabu nyingine ni kwamba anapata riwaya nyingine ni kwamba anapata thawabu ya kumnunua mtumwa aliye katika utumwa. Sawa. Mtume akasema waman qala hunna, katika hadithi ya Muadh, riwaya Muadh, wazada fihi, asema waman qala hunna hina yansarifu min salati al-asr, uradi huu ukiusoma baada ya sala al-asr, u'tiya mithla dhalika fi lailati, usiku ule anapewa thawabu zile na anapewa ulinzi ule. Allahu akbar. Rawahu an-Nasa'i fi amali al-layl fi amali al-yawm wal-layla, hadithi 117. Pia vile katika Sunan at-Tirmidhi. Ndugu zangu, unatoa assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, umetulia vile. Na kuna watu wengine wana kawaida baada ya salatu al-fajr, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, anageuka upande anakupa mkono, assalamu alaykum. Usipokee mkono na kuharibia huyu. Na naomba Waislamu mkinisikia hili mjue unamnyima mwenzio, kwa sababu Mtume anasema kabla an yatakallama, kabla hajaongea anaogeuka. Sasa mtu wa namna hiyo wait huko tu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sasa uradi huu unaunganisha na uradi gani ndugu zangu? Haya, sikiliza hadithi nyingine. An Muslim ibn al-Harith at-Tamimi, imesimuliwa hadithi na huyu Muslim mtoto wa Harith at-Tamimi kutoka katika tumbo la Tamimi, an Rasulillah, kutoka kwa Mtume, anasema annahu asarra ilayhi, Mtume alimnongoneza huyu Muslim ibn al-Harith at-Tamimi, Mtume alimnongoneza akamwambia idhan sarafta min salati al-maghrib, ukimaliza kuswali maghrib, idhan sio ukiondoka, hapana, ukimaliza kuswali salati al-maghrib, faqul, soma uradihu, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Mtume akasema 7 marat, soma hiyo mara 7. Fa innaka idha qulta dhalik, hakika wewe al-Harith ukisoma uradi huu, thumma mutta fi lailatika, kisha ukafa katika usiku wao, kutiba laka jiwaru minha, unaandikiwa kwamba unapewa kibali. Watu wanakuosha, wanakuvisha sanda, wanakuswalia, tayari unakwenda kaburini, una kibali. Malaika wanaona kwamba huyu marufuku kuwekwa motoni na kuadhibiwa adhabu yoyote. Uradi huu
اللهم أجرني من النار 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 اللهم أجرني من النار. Banake ni kwamba Allah niepushe na moto, Allah niepushe na moto, Allah nikinge na moto, Allah unamuomba mara 7 wakati wa alfajiri na wakati wa maghrib. Sawa. Rawahu Abu Daud babu ma yuqalu idha asbah, hadithi 5079. Ndugu zangu, Allahumma ajirni minan nar, uradi huu mara nyingi tunausikia katika misikiti. Sawa, sema hizi ni radi nyingine bana. Hapana, hadithi katika Sunan Abi Daud hadithi 5079, mlango unaitwa babu ma yaqulu idha asbaha. Sawa, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, tuangalie wanachuoni walio uhamasisha uradi huu. Sawa, unakwenda katika kitabu kingine. Kitabu nilichonacho hapa kinaitwa Adabul Mashi ila Salah. Hiki hapa, makameramen wangu mkiangalia vizuri, Adabul Mashi kinaonekana vizuri. Adabul Mashi ila Salah. Mwandishi wa kitabu hiki ni nani? Muhammad al-Imam al-Mujaddid Sheikhul Islam Muhammad Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi. Sawa, amefariki mwaka 1115 sawa na mwaka 1200 na yani amezaliwa mwaka 1115 na amefariki mwaka 1206. Sawa, kimefanyiwa muraja na Sheikh Ahmad ibn Salih At-Tuwiyan. Sawa, kitabu hiki katika ukurasa wa 55 Sheikh Muhammad Abdul Wahhab anasema hivi: thumma yusabbihu, kisha muislam baada ya kutoa salamu katika salatu al-fajr au sala nyingine hasa al-fajr na maghrib aseme subhanallah wa yahmadu, aseme alhamdulillah wa yukabbiru, aseme Allahu akbar, kulla wahidatin, kila uradi mmoja 33 kama alivyosema Mtume. Wa yaqulu tamama al-100, na aseme ili kutimiza 100, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab akasema hivi, na nukuu maneno yake: wayaqulu ba'da salati al-fajr, na huyu ataongeza baada ya sala al-fajr, wa salati al-maghrib, na baada ya salati al-maghrib, kabla an yukallima ahadan minan nas. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab akasema kabla hajaongea na mtu, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab akasema 7 marati ulete uradi huu baada ya alfajiri na baada ya maghrib, kabla hujaongea na mtu. Thawabu ni hizo. Kitabu gani hicho? Kinaitwa nini? Adabul Mashi ila Salah.